pokelelu mwenge palikwela. Wananchi pokelelu mwenge palikwela. Mkoa wa Rukwa una wananchi wema sana. Miaka kama 2.5 iliyopita mimi walinikaribisha. Sasa hivi nimekuwa mwenzao na nimejifunza kutoka kwao. Tunapenda sana wageni. Nafsi moja kati ya jambo nililojifunza kwa wananchi wa mkoa huu wa Rukwa kuanzia jana na leo, kwa kweli wana Rukwa wana ukarimu wa hali ya juu. Naomba jipigieni makofi. Karibu kwenye makala maalum iliyoandaliwa na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU inayohusu Mwenge wa Uhuru 2025 na uwekaji wa jiwe la msingi kwenye mradi wa ujenzi wa shule ya awali na msingi ya Pwela iliyopo kwenye halmashauri ya manispaa ya Sumbawanga, mradi ambao umetokana na mapato ya ndani. Utasikia adha iliyokuwepo awali na namna ambavyo wananchi wa eneo hili watanufaika na uwepo wa shule hii baada ya kuzinduliwa. Leo nimetangulia kwenye kituo hiki kwa sababu kuna mradi mzuri sana ambao unajengwa kutokana na fedha za kodi ya wananchi hapa wa halmashauri hii. Huu ni mfano mzuri sana wa uongozi katika halmashauri zetu kwa sasa hivi. Sasa mradi huu ni mradi mzuri sana wa shule. Ni shule ya msingi inajengwa kwa fedha za wananchi wa halmashauri ya manispaa. Kwa hiyo nimeupenda, nimeuchagua leo, nitakuwa pamoja na Mwenge na usubiri hapa. Miongoni mwa kazi ambazo tunazifanya sisi wakimbiza Mwenge ni swala zima la kuangalia wananchi kwa yale ambayo tunaenda kuyaona. Nyinyi mtaona tumekuja kuangalia mradi huu, lakini licha ya kuangalia mradi huu tunakuwa tunakaa baadhi ya maeneo huko, wenzangu wao huwa wanamtafuta mwananchi mmoja mmoja na wanamuuliza kwa lengo la kuangalia hiki ambacho tumekuja kukifanya. Kwa kweli ukarimu walionao wananchi wa Sumbawanga kwa kweli ni ukarimu wa hali ya juu. Na mimi niseme wazi ndugu zangu, kwenye miradi yote tuliyotembelea mpaka sasa, tuna miradi nadhani halmashauri haizipungui zaidi ya halmashauri 170 na kwenye halmashauri zote hizo na mikoa 28 ukiwa huwa 29. Kwa kweli wananchi waliojitokeza kwa wingi katika miradi ikiwemo wananchi wa eneo hili la Pwela, naomba jipigieni makofi mengi sana. Wana Pwela hoye! Huu mradi unaitwa mradi wa shule ya awali na msingi Pwela iliyopo katika kijiji cha Nambogo, kata ya Miranzi, manispaa Sumbawanga. Mradi huu ulianza tarehe 22 mwezi wa 5 2025 kwa kuanzisha kwa nguvu za wananchi. Nguvu za wananchi walijenga maboma 4, lakini kupitia mkurugenzi kwa mapato ya ndani akaongeza fedha zingine kwa ajili ya ukamilishaji wa majengo, madarasa 2 na ofisi, lakini pia na matundu ya vyoo 13. Kwa hiyo mradi huu umegharimu shilingi milioni 156 na laki 5, ambapo milioni 26 na laki 5 ni nguvu za wananchi walizotumia kuchimba mashimo ya vyoo, lakini kufyatua tofali na kujenga maboma 4. Lakini mkurugenzi kupitia mapato ya ndani amechangia milioni 130. Kwa jumla tunapata milioni 156 na laki 5 thamani ya mradi huu. Kwa hiyo watoto wa maeneo haya kwa kitongoji hiki walikuwa hawana shule. Kwa hiyo wanalazimika kwenda umbali mrefu kwa ajili ya kutafuta huduma za elimu. Kutoka hapa kijiji cha Pwela kwenda shule mama ya Nambogo ni zaidi ya kilomita 6. Lakini kutoka hapa kwenda shule nyingine ya Utengule ambayo ni jirani na hii zaidi ya kilomita 10. Tuna shule nyingine kutoka hapa inaitwa Isesa ni zaidi ya kilomita 9.
Kwa hiyo watoto wa maeneo haya walikuwa wanapata changamoto kubwa ya kutembea umbali mrefu kwenda huko. Kwa maana kwamba hata drop out ilikuwa kubwa, utoro ni mkubwa, lakini sasa serikali baada ya kuona kuna umuhimu wa kuwekeza hapa, kujenga shule hapa, na maana watoto wote watapunguza utoro, drop out zitaondoka na watu wataweza kusoma na kukamilisha muhula wa masomo wanavyoanza darasa la awali mpaka darasa la 6. Kutoka nyumbani kwenda shule ni umbali mrefu. Ninapata shida kutembea pamoja na mvua. Najisikia vizuri, nina furaha. Yaani nina furaha yenye haiishi hapa moyoni. Yaani kwa sababu tumejenga hili shule. Ukweli tumefurahi sana Wanapwela. Kilichotusukuma kuanzisha huu mradi mojawapo ilikuwa ni kwanza, ukiangalia miundo mbinu ya barabara, wanafunzi hasa kipindi cha masika kutoka hapa kwenda kufika shule ya msingi kule shule mama kwa upande wa masika ilikuwa ni shida, na hatima yake ilikuwa inapelekea hata wanafunzi wetu kutofanya vizuri kwenye mitihani kwa kuwa wanashindwa hata kuhudhuria baadhi ya vipindi kulingana na hali ya hewa. Kama kipindi cha masika wanafika kwa kuchelewa na wengine kukosa kabisa. Ndio ilitusukuma tuanzishe mradi huu. Faida iliyopo hapa, yani hapa tumeshukuru faida yetu. Maana watoto watasoma kwa amani. Maana hawatajali tena kwa nitapita wapi afu kwa ajili ya kwanza kuogopa magari. Maana atakuwa anakuja shuleni kwa upendo wote. Maana shuleni ni karibu. Alafu sasa shule lenyewe ni nzuri. Na atafurahia shule kwa kuwa ni nzuri. Maana uzuri wake tu utambolesha. Hata kama anaenda atakuwa na moyo wa kusoma na atasoma atafaulu. Moto zingine zilikuwa zinajitokeza ndani ya barabara. Barabarani watoto wanapita barabarani, magari, ajali na nini, ikabidi tukakaa kwa pamoja tufanye mchakato wa kutaka eneo na tupate shule, tuombe serikalini. TAKUKURU inalo jukumu la kuhakikisha miradi mbalimbali ya maendeleo inatekelezwa kwa ufanisi na kuhakikisha kuwa lengo la serikali la ustawi wa wananchi linafikiwa. Katika jukumu la ufuatiliaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo, tumekuwa tukifuatilia miradi mbalimbali ikiwemo ya maji, ikiwemo ya elimu na miradi mingine ya kimkakati. Tunasema ni miradi ya wananchi na lazima wananchi wahakikishe kwamba wanashiriki kikamilifu katika utekelezaji wa miradi kwa sababu wao ndio wanufaika wakubwa. Serikali imekuwa ikileta fedha nyingi sana katika maeneo yetu. Kwa hiyo wajibu mkubwa sana wa wananchi ni kuhakikisha kwamba wanashiriki katika hatua ya mwanzo ya ujenzi na hatimaye mradi unapokamilika na kuendelea kutunza hii miradi ili itumike kwa vizazi na vizazi vingine. Wanapoona vitendo vya rushwa au badhirifu au namna nyingine yote, wao wajibu wao mkubwa ni kutoa taarifa kwenye ofisi za TAKUKURU ambazo ziko katika wilaya zote na makao makuu ya mikoa. Au wanaweza kupiga simu ya bure ya 113, lakini wanaweza kaangalia namna nyingine ya kutoa taarifa aidha kwenye vyombo vingine vya ulinzi na usalama au hata viongozi wengine wa kisiasa, kwa mfano mheshimiwa mkuu wa mkoa, wakuu wa wilaya, wakurugenzi au watu wengine, kuhakikisha kwamba taarifa zote za ubadhirifu kwenye miradi yetu ya maendeleo zinatolewa, na sisi jukumu letu ni kuchukua hatua stahiki pale tunapoona kuna ubadhirifu au kama kuna dosari, basi tushirikiane na mamlaka husika kurekebisha hiyo miradi ili iweze kuwasaidia kizazi na kizazi. Changamoto ni nyingi, kwa mfano miradi kutokukamilika kwa wakati, lakini wakati mwingine miradi kuwa na dosari tofauti. Jambo ambalo tunalifanya sisi kama TAKUKURU, tunashirikiana na wahusika wa mradi kuweza kuhakikisha zile dosari zinazojitokeza basi zinarekebishwa na hatimaye mradi unakuwa uko vizuri. Lakini tunapobaini kwamba kuna ubadhirifu wa fedha umefanyika, basi tunachukua jukumu la uchunguzi na mashtaka, kwa maana tunachunguza, hatimaye tukamilisha uchunguzi, basi wahusika tunawafikisha mahakamani. Lakini wadau tunawashirikisha kwa sababu wao ndio ambao wanatakiwa hakikishe kwamba mradi unakuwa uko vizuri na unatoa huduma kama ilivyokusudiwa. Kwa hiyo wadau ni muhimu sana katika kusimamia miradi yetu ya maendeleo kwa sababu inawagusa moja kwa moja. Ni uzuri wa TAKUKURU katika mkoa wa Rukwa, hawasubiri tukio. Kwa kila wakati wanazunguka. Na wanapozunguka wanachosaidia sasa, wanazuia matukio kutokea. Wanafanya kazi nzuri sana.
wanakagua hii miradi, wanaizungukia. Mtazamaji, tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu, ni vema ukafahamu kuwa kiongozi anayehonga hafai. Chagua kiongozi bora na si bora kiongozi. Kuzuia rushwa wakati wa uchaguzi na wakati mwingine wote ule. Kwanza ni kuichukia na kujua madhara yake. Alafu kutoa taarifa kwa vijana wa taasisi. Watoe taarifa kwa sababu hawa ndio nao hapa wote ni wazuri wa mkoa na wilaya. Wote ni wazuri ili iweze kuchukuliwa hatua. Niseme tu kwamba rushwa inatakiwa kuchukiwa. Kwa sababu rushwa ina tabia na hulka ya kuegemea haki. Yaani ina tabia ya kuziba haki isitokee kama ambavyo haki inatakiwa itokee. Inapinda haki kwa ajili ya yule, kwa manufaa ya mtoa rushwa. Ninachoweza kusema kama ambacho nimekiona katika kauli mbiu ya Mwenge mwaka huu 2025 kwamba rushwa tupambane nayo na tunatakiwa kila mmoja wetu tutimize wajibu wake. Lakini kwa kuwa tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu ambao utafanyika tarehe 29 mwezi Oktoba 2025 utakaohusisha uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani, nitoe wito kwa wananchi wote wa mkoa wa Rukwa kwamba wajiepushe na vitendo vya rushwa wakati wote, kabla, wakati na baada ya uchaguzi, kwamba wakatae vitendo vyote vya rushwa. Pale inapotokea hivyo vitendo, si watoe taarifa kwenye ofisi zetu ambazo ziko kwenye wilaya kwa maana ya Kalambo na Nkasi, lakini na Sumbanga kwa maana ya mkoani. Palamila mulole, palamila mulole, palamila mulole. Mtazamaji wa TAKUKURU TV, tunakukumbusha kubofya neno subscribe, pia kubofya alama ya kengele na kuchagua neno all notification ili kupata taarifa za matukio mbalimbali hapa TAKUKURU TV. Usisahau kubofya neno like iwapo umependa taarifa zetu na neno share ili kuwatumia wengine. Asante, naendelea kufuatilia vipindi vyetu hapa TAKUKURU TV. Palamila mulole, palamila mulole.